yetu hii ya wiki ya maadhimisho ya miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi, pia tulijikita katika kusikiliza kero za Watanzania. Rai yangu kwa viongozi na watendaji wa chama na serikali, mtenge muda wa kutosha wa kusikiliza kero za wananchi. Kila ngazi, tawi, kata, wilaya iwe na muda wa kutosha kutembelea wananchi, kuwasikiliza na kutatua kero zinazowakabili. Uzoefu unaonyesha kwamba wananchi wanapotoa kero, wakati mwingine hazitekelezwi, hazitatuliwi kwa wakati. Unakuta kero imepelekwa mahala, mwenye kuitekeleza na uwezo wa kufanya hivyo kafanya hivyo kwa wakati, lakini pia kuna kero zingine zinafikishwa katika ngazi husika, aliyefikishiwa anajua kabisa kwamba hapa sina uwezo wa kutatua kero hii. Sasa badala ya kuipeleka kwenye ngazi zinazohusika, anakaa nayo. Nawaomba msiatamie kero za wananchi wakati hamna uwezo wa kuzitotoa. Mkoa wa Morogoro ndio mkoa wa kimkakati, mkoa wa biashara, mkoa wa kilimo, ufugaji, uvuvi, lakini uzalishaji wa umeme. Hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wilaya ya Kilombero. Niseme machache kuhusu wilaya ya Kilombero, na kupitia kwako nitambue kazi nzuri ya Chama cha Mapinduzi, katika kazi nzuri ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ulivyokuwa nakuja, mkandarasi wetu wa barabara alikuwa kucheleweshwa kwa muda mrefu, lakini kazi yake ameanza hata kwa kusuasua, lakini kazi ya barabara kuanzia Ifakara mpaka hapa Igima, mkandarasi yuko site. Ni kazi nzuri ya Chama cha Mapinduzi, na sisi kama serikali kazi yetu ni kusimamia, na nyinyi kama wenye duka ni kuja kusimamia na sisi kuhakikisha kwamba mkandarasi anafanya kazi vizuri. Kubwa ambalo ningewaomba wananchi ni sekretarieti ya wilaya, vijana inayotengenezwa kwa kuhakikisha kuwa wanatunza mazingira, lakini wasitupe taka ovyo, hasa kwenye mitaro ya barabara. Kama mnavyojua, barabara adui yake mkubwa ni maji. Ingawa sisi maji tunayahitaji kwa matumizi ya binadamu na maji ni uhai, lakini maji ni adui wa barabara. Sasa yakikuta mitaro au miundombinu kama madaraja au makaravati yamezibwa, inasababisha mafuriko na uharibifu, na mnavyojua barabara utengenezaji wake ni gharama kubwa sana. Jitihada ambazo serikali inaendelea kuzitoa kutuwezesha sisi sekta ya maji, na sisi tuna kwa kutumia jitihada zetu na maarifa yetu tulionayo, tunaingia field kuhakikisha kwamba tunapambana kwa fedha ambazo tunapewa wananchi wapate huduma. Jitihada hizo ndo zimekifanya Chama cha Mapinduzi kuona sekta ya maji inaendelea kujitahidi na kupiga hatua, na ndio maana wametupa pongezi na shukrani kwa namna ambavyo tunatimiza majukumu yetu. Chama chetu kimefanya kazi kubwa, lazima tutambue mchango, tutambue jitihada, tutambue kazi kubwa ambayo chama hiki kimefanya katika miaka 49.